Yule mwanaume anayejiita The Master alisimama mbele ya Doreen na Zawadi, huku nyumba ikiteketea kwa moto nyuma yake. Alicheka kicheko kilichopasua ukimya wa usiku. Doreen, mimi sio baba yako, alisema huku akifuta kovu usoni. Kumbe lilikuwa ni kovu la bandia la makeup. Mimi ni mwananchi, pacha wa baba yako, ambaye alifichwa gerezani nchini Kongo kwa miaka 30 ili yeye afurahie utajiri wa babu yenu peke yake. Doreen alidondosha bastola yake kwa mshtuko, lakini Zawadi, akiwa bado ameshikilia ile flash drive ya dhahabu, alipiga hatua mbele. Kama wewe ni mwananchi, basi unajua kuwa mama yangu ndiye aliyekutoa gerezani, na unajua kuwa flash drive hii haina pesa, bali ina orodha ya majina ya watoto wote mliowauza mkiwa vijana. The Master, mwananchi, alinyamaza ghafla, macho yake yakawa mekundu kwa hasira. Kule ICU, Sofia, mke wa Kelvin, alimzuia Kelvin asitoe sumu ile. Wale wanajeshi walimshika Kelvin na kumweka chini ya ulinzi. Kelvin, wewe ni mjinga sana, Sofia alisema huku akitoa kitambulisho chake cha kazi. Mimi sio mkeo tu, mimi ni afisa wa kitengo cha ujasusi wa makosa ya kifedha. Nilikubali kuolewa na wewe ili niingie ndani ya familia hii na kugundua kashafa ya utakatishaji fedha ya bilioni 500. Mzee Mwakilasa, akiwa bado anapumua kwa shida, alinyoosha mkono na kumshika Sofia. Binti, mkamate mwananchi, yuko nyumbani, anachoma ushahidi. Wakati hayo yakitokea, mama Mwakilasa alikutana na Nesi Witness kwenye uchochoro wa giza nyuma ya hospitali. Badala ya kupigana, Witness alimkabidhi mama Mwakilasa funguo za gari na passport mpya. Kwa nini unanisaidia Witness? Mama Mwakilasa aliuliza kwa mashaka. Witness alitabasamu kidogo. Kwa sababu mimi ni binti yako uliyemtelekeza kijijini kabla hujakutana na Mwakilasa. Sitaki uende gerezani. Nataka unipe nusu ya pesa ulizoficha kule Switzerland ili sote tutoweke. Mama Mwakilasa alimkumbatia Witness, lakini mkono wake mmoja ulikuwa umeshika kisu kidogo nyuma ya mgongo wa Witness. Damu ni nzito kuliko maji, lakini pesa ni nzito kuliko vyote. Kule nyumbani, moto ulizidi kuwa mkubwa. Ghafla, helikopta ya polisi ilionekana angani. The Master, mwananchi, alijua mchezo umeisha. Alimvuta Doreen na kumfanya mateka, akielekeza bastola kichwani kwake. Doreen, nipe hiyo flash drive, la sivyo nampiga risasi mdogo wako, alipiga kelele. Zawadi alitazama ile flash drive, kisha akamtazama Doreen. Kwa sekunde moja, siri kubwa ilipita kichwani mwake. Kwenye ile flash drive, jina la kwanza kwenye orodha ya watoto waliobadilishwa sio Kelvin, bali ni Doreen. Kama akimwachia Doreen auawe, siri ya urithi itabaki kwake peke yake. Lakini akitoa flash drive, wote wanaenda jela. Zawadi alitazama ile flash drive ya dhahabu, funguo ya utajiri na ushahidi wa mauaji. Alimtazama Doreen ambaye alikuwa analia. Kwa mara ya kwanza, Zawadi alihisi utu. Chukua! Zawadi alipiga kelele na kuitupa ile flash drive, lakini hakuitupa mikononi mwa mwananchi, aliitupa ndani ya moto mkubwa uliokuwa unateketeza jumba. Hapana! Mwananchi alipiga kelele ya kichaa. Alimwachia Doreen na kujitupa ndani ya moto ili kuokoa ile flash drive. Sekunde chache baadaye, dari la nyumba liliporomoka na kumzika mwananchi akiwa hai pamoja na siri zake zote. Kule uchochoroni, mama Mwakilasa alijaribu kumchoma kisu Nesi Witness, lakini Witness alikuwa na kasi zaidi. Alimshika mkono na kumnyonga. Ulitaka kuniua binti yako, Witness alicheka kwa uchungu, lakini nimekuwahi. Kile kinywaji ulichokunywa hospitalini kabla ya kuja hapa kilikuwa na sumu ya taratibu. Una dakika 5 tu za kuishi. Mama Mwakilasa alianguka chini akitokwa na povu mdomoni. Wakati Witness akijaribu kuchukua mkoba wa pesa na kutoroka, alijikuta amezungukwa na mbwa wa polisi. Sofia alitokea gizani akiwa na bastola. Mchezo umeisha Witness, na wewe mama Mwakilasa, kifo chako kitakuwa gerezani, sio hapa. Hospitalini, mzee Mwakilasa alimuita Kelvin karibu na kitanda chake. Kelvin alikuwa amefungwa pingu mguuni kwenye kitanda. Mwanangu, mzee aliongea kwa shida, nimeishi maisha ya uongo. Utajiri huu wote ulikuwa wa damu. Nataka ufanye kitu kimoja, saini karatasi hizi. Kelvin akilia kwa majuto, alisaini.
Kumbe yalikuwa ni makubaliano ya kukabidhi mali zote zilizobaki kwa kituo cha watoto yatima, kile kile ambacho Zawadi alitokea. Baada ya saini hiyo, mashine ya moyo ilianza kutoa sauti ya kudumu. Bi. Mzee Mwakilasa akawa amekata roho. Jumba la Mwakilasa lilikuwa limejengwa upya, lakini safari hii likiwa kama kituo cha huduma za jamii. Zawadi na Doreen walisimama mbele ya kaburi la mzee Mwakilasa. Doreen alikuwa amepoteza uwezo wa kuongea kutokana na mshtuko wa usiku ule wa moto, lakini alitabasamu. Kelvin alikuwa ametoka gerezani kwa msamaha wa rais baada ya kusaidia kutoa ushahidi wa makundi ya uhalifu. Alikuwa sasa anafanya kazi ya bustani kwenye kituo hicho, akitafuta amani ya moyo. Sofia alikuwa amepandishwa cheo na kuwa mkuu wa kitengo cha ujasusi, akihakikisha hakuna Mwakilasa mwingine anayechipuka. Wakati Zawadi akiondoka kwenye makaburi, alihisi simu yake inatetemeka. Alipokea ujumbe mfupi SMS kutoka kwa namba isiyojulikana. Ulidhani flash drive ile iliteketea? Mimi bado niko hai na siri ya kweli kuhusu mama yako ndiyo kwanza inaanza. Zawadi aligeuka nyuma kwa hofu, akitazama kivuli cha mtu aliyesimama mbali, lakini hakukuwa na mtu. Alivuta pumzi ndefu, akajua kuwa kwenye familia hii siri hazifi kamwe. Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya kusisimua ya Siri za Familia. Usisahau kunifollow au kusubscribe kwa ajili ya simulizi zijazo. Mtunzi na mwandaji wa simulizi hii ni King Reno MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia. Siri za familia ndio zinanitesa.